Shambulio la makombora la Iran dhidi ya kituo cha jeshi la anga cha Al Udeid cha nchini Qatar siku ya Jumatatu hii limeibua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa Doha. Mehran Kamrava, profesa wa chuo kikuu cha Georgetown ambaye anaishi umbali wa kilomita 30 kutoka kituo hicho, ameiambia Reuters, "Tulisikia mlipuko mkubwa sana. Jengo likatikisika, madirisha yakatikisika, na nilipoangalia nje, anga ya usiku ilikuwa na taa nyingi zilizokuwa zikiruka." Kamrava ambaye ameishi Qatar kwa miaka 18 amesema hiyo ilikuwa ni mara yake ya kwanza kusikia ving'ora vikilia, huku majirani katika mtaa wao waliolindwa wakikimbia kwa hofu na baadhi wakilia. "Kulikuwa na hofu ya kweli miongoni mwa wakazi wa hapa," aliongeza. Wizara ya mambo ya nje ya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE imelaani vikali shambulio hilo kuwa ni ukiukaji wa wazi wa mamlaka ya anga ya Qatar na ukiukaji wa sheria za kimataifa na katiba ya Umoja wa Mataifa. Ikionyesha mshikamano kamili na Qatar, wizara hiyo ilikataa vikali hatua yoyote inayotishia usalama wa taifa hilo na kuunga mkono juhudi za kulinda raia wake na wakazi. Misri imelitaja shambulio hilo kama ukiukaji wa mamlaka ya Qatar, tishio kwa uadilifu wa ardhi yake na uvunjaji wa sheria za kimataifa na katiba ya Umoja wa Mataifa, kwa mujibu wa taarifa ya serikali iliyotolewa Jumatatu usiku. Nchi hiyo ilisema inatoa wasiwasi mkubwa kuhusu ongezeko la haraka na la hatari la mvutano katika eneo hilo. Inasisitiza kukataa kwake kabisa aina yoyote ya kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi au uvunjaji wa mamlaka ya mataifa, na inatoa wito wa kupunguza mvutano wa kusitisha mapigano ili kulinda amani na usalama wa kikanda. Kwa upande wake, Saudi Arabia ilieleza kuwa shambulio hilo ni ukiukaji wa misingi ya ujirani mwema na ni kitendo kisichokubalika kabisa ambacho hakiwezi kutetewa katika hali yoyote ile. Jordan ililaani kile ilichokiita uvamizi uliozinduliwa na Iran dhidi ya taifa dada la Qatar. Kwa upande wake, Bahrain ilitangaza kuwa inaunga mkono kikamilifu na kuonesha mshikamano wa dhati na Qatar, ikionyesha uhusiano wa karibu wa kindugu na kifamilia uliopo kati yao. Naye msemaji wa Wizara ya mambo ya nje ya Oman alilaani ongezeko la mvutano wa kikanda ambao alisema ulianzishwa na Israel na unajumuisha pia shambulio la karibuni la Iran. Nayo mamlaka ya Palestina imelaani shambulio hilo kwa kusema dola ya Palestina inalitambua shambulio hili kama ukiukaji wa wazi wa mamlaka ya taifa dada la Qatar na inathibitisha kuunga mkono kwake serikali ya Qatar na watu wake wa kindugu, imesema taarifa hiyo iliyochapishwa kwenye tovuti rasmi ya habari ya Wafa ya mamlaka ya Palestina. Kwa upande wake, wizara ya mambo ya nje ya Iraq ilitoa tamko la wasiwasi mkubwa juu ya ongezeko la kasi la mzozo huo hatari, ikionya kuwa shambulio hilo ni mgeuko wa kihistoria usiowahi kushuhudiwa na linaweka hatari kubwa kwa uthabiti wa kikanda. Iraq ilirudia wito wake wa kufanyika kwa mazungumzo ya kidiplomasia na matumizi ya busara ili kutatua mgogoro huo. Kwa upande wake, Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran limesisitiza kuwa Iran bado imejikita katika kudumisha uhusiano wa karibu na wa kihistoria na Qatar na kudai kuwa shambulio hilo lililenga tu kituo cha Marekani kilicho mbali na makazi ya watu, hivyo halikuwa tishio kwa raia wa Qatar. Hatua hii haina madhara yoyote kwa taifa letu rafiki na la kaka Qatar na watu wake wa heshima, limesema baraza hilo. Ripoti za awali zilibainisha kuwa Iran ilishirikiana kimya kimya na maafisa wa Qatar kabla ya mashambulizi hayo ili kupunguza madhara kwa raia, ikiwa ni sehemu ya mbinu ya kutuma ujumbe wa ishara kwa Marekani. Naye Rais wa Marekani Donald Trump katika tamko lake la kwanza tangu shambulio hilo alizingatia zaidi kutetea mashambulizi ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran, ambapo ameandika katika Truth Social, "Vituo tulivyovilenga nchini Iran vimeharibiwa kabisa na kila mtu anajua hilo. Ni vyombo vya habari vya uongo tu vinaweza kudai vingine ili kunidhalilisha, na hata wao wanasema vimeharibiwa kwa kiwango kikubwa." Trump hakugusia moja kwa moja mashambulizi ya Iran, ingawa ikulu ya Marekani hapo awali ilikiri kuwa walitarajia Iran kujibu.